Hali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Bado tunazidi kuangazia mzozo unaozidi kufukuta huko Mashariki ya Kati kati ya Iran pamoja na Israel, ambapo wakati mzozo huo ukiwa unaendelea kufukuta, waziri wa ulinzi wa Pakistan Khawaja Asif amezitaka nchi za Kiislamu kuungana dhidi ya Israel kufuatia mashambulizi yake dhidi ya maeneo ya kijeshi na ya nyuklia ya Iran. Alionya kuwa kushindwa kuchukua hatua kwa pamoja kutatia moyo mashambulizi zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Akizungumza katika bunge la kitaifa siku ya Jumamosi, Asif alisema kuwa Israel haikutenda peke yake bali ilipata taarifa za kijasusi, ulinzi na msaada. Alisema dunia ya Kiislamu bado ina udhaifu wa kijeshi na alihimiza hatua ya pamoja. Kama vile Israel sasa inavyolenga Yemen, Iran pamoja na Palestina, iwapo dunia ya Kiislamu haitajipanga leo na kuendelea kuweka mbele maslahi na ajenda zao binafsi, basi kila mmoja atafikiwa, aliwaambia wabunge. Asif alitaka Jumuiya ya Ushirikiano wa Kiislamu OIC ikutane na kuandaa mkakati wa kukabiliana na Israel popote pale ambapo kuna uhusiano wa kidiplomasia na Israel katika dunia ya Kiislamu unapaswa kukatishwa, alisema waziri huyo. Tunasimama pamoja na Iran na tutawaunga mkono katika kila jukwaa la kimataifa kulinda maslahi yao, aliongeza waziri huyo wa ulinzi wa Pakistan. Siku ya Ijumaa asubuhi, ndege za kijeshi za Israel zilishambulia maeneo ya kijeshi na nyuklia nchini Iran na kuwaua makamanda wakuu kadhaa wa jeshi la Iran pamoja na wanasayansi wa nyuklia waliobobea. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema kwamba mashambulizi hayo yalilenga kuizuia Iran kupata silaha za nyuklia. Kwa kujibu, Iran ilirusha makombora ya masafa marefu dhidi ya miji ya Israel ikiwemo mji wa Tel Aviv. Wakati Marekani ikikana kuhusika, Rais Donald Trump aliunga mkono operesheni ya Israel. Tangu hapo, Iran imesitisha mazungumzo ya nyuklia na Washington. Tutaendelea basi kukujuza zaidi na zaidi kile ambacho kinajiri katika mvutano huo huko Mashariki ya Kati.